Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhali gani mtazamaji wa Jua la Elimu TV popote ulipo? Ni matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa 30 min Juni, kilele cha sherehe za kielimu TAMTA kwa mwaka 2026. Jua la Elimu Online TV tuko hapa, ni siku ya 4 leo, tukihakikisha kila jambo zuri linakujia kwa wakati. Andamana nami Hassani wa Makanya, ambapo nyuma ya kamera niko naye bingwa Kayangu Mselem, ambaye tunaandamana mwanzo mwisho kuletea mazuri yanaendelea kujiri hapa katika viwanja vya TAMTA. Aidha nikukumbushe ya kwamba tunao wageni mbalimbali kutokea ndani ya Tanga na nje ya Tanga, na wote watapata nafasi ya kuzungumza nasi mawili matatu kuhusiana na utukufu na uzuri na ukubwa wa sherehe hizi. Wako Hassan Makanya, 30 min Juni, TAMTA Day 2026. Endelea kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho, tukuletee mazuri kutoka kwa wageni wetu waalikwa na wenyeji wa TAMTA 2026. Asantum. Naam, assalamu alaikum. Nimekutana na mmoja ya wakongwe wa wapiga picha wa sherehe za TAMTA tangia miaka hiyo mpaka sasa, lakini kutokana na hali yake ya macho kwa sasa amekuwa hawezi tena kufanya shughuli hizo, lakini moja ya maajabu makubwa ni kwamba ameendelea kudiriki ama kushiriki sherehe za TAMTA bila kukosa. Tuna mengi sana kuzungumza naye siku ya leo, lakini tupate machache tu ambayo yanaweza kutuelimisha na kutupa faida kwa sherehe hizi za TAMTA. Mzee wangu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nakusaidia kushika maiki. Tuna maswali machache kuhusiana na sherehe zetu, lakini kabla ya hapo, kwa faida ya wanaotufuatilia, hebu waeleze majina yako kamili na unatokea wapi? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina kamili, mimi naitwa Salim Selemani Mbaru. Naam. Natokea Kondoa, kwa sasa hivi ni Chemba, wilaya mpya ya Dodoma. Mzee wangu, inasimuliwa kwa wanaokufahamu, kabla wewe ulikuwa ni katika wakongwe wa wapiga picha ambao imefikia wakati TAMTA ikakutambua kwa nafasi hiyo. Sasa kwa sasa hivi hali hiyo iliyokupata, hauwezi tena kudiriki matukio hayo. Unawaambiaje watu wako ambao walikuwa wakifuatilia kazi zako? Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Mimi kwa sema kweli nimefurahi sana kwamba nyinyi waandishi wa habari kwa kunitambua, na mimi mwandishi wa habari mkongwe wa TAMTA tangia miaka 1997, mwaka ambao ndo nimekuja Tanga. Nilidiriki kukutana na Sheikh Muhammad Ayubu, tulidiriki kukutana na viongozi mbalimbali, na nimepewa cheo hicho kuanzia miaka hiyo hiyo. Baada ya kukutana na Sheikh Muhammad Ayubu, mimi viongozi wakija, watu wote wanakalishwa pembeni, lakini mimi kwa ajili ya utambulisho wangu waandishi wa habari miaka iliyofuatia, naweza nikakawa na watu, lakini watu wote wakaambiwa kaa pembeni. Lakini kufuatana mimi na waandishi wangu wa habari, mimi ndo naenda pale pale kwenye waandishi wa habari, naenda nachukua wale viongozi ili nichukua habari vizuri. Na nimefurahi mimi baada hata ya kuwa na hali hii, mimi nimefurahi kuja kwa sababu hii TAMTA bwana ni sawa sawa na kisima cha maji. Kisima cha maji bwana, maji usipoyaoga utayanywa. Kwa hiyo ndio hapa TAMTA ndio ilivyo. Hapa TAMTA ukija hapa unakutana na watu mbalimbali ambao walikuwepo miaka hiyo na miaka sasa hivi. Mfano kama watoto, mimi tangia nimeondoka hapa TAMTA baada ya kuwa na hali yangu kama hii ni mwaka 2021. Baada ya kuondoka 2021, watoto waliokuwepo 2021 hawanijui, lakini kufuatana na hali yangu ya kuja hapa, nikikutana nao, nikifahamishana kama hivi, tukikutana kama hivi, basi wanajua kumbe kulikuwepo na Ustadhi Salim Mbaru, alikuwa ni mwandishi wa habari wa TAMTA wakaingia miaka hiyo wa Kiislamu. Kwa hiyo mimi nafurahi sana, na kusema kweli hili ni jambo muhimu sana, na hapa nilipo nimeambatana na watu mbalimbali waliokuwepo huko nyumbani. Hapa nilipo hapa nikipiga macho hivi, japo kwa sioni. Dada, hebu njoo. Dada njoo. Na hapa nakumbusha habari zangu jinsi nilivyokuwa nafanya katika kipindi hicho. Dada, samahani, hebu naomba jitambulishe, alafu ueleze unatokea wapi na wewe. Jitambulisha alafu jieleze unatokea wapi. Mimi naitwa Fatina Selemani Mbaru, natokea Murijo Chemba, wilaya ya Dodoma. Asante. Labda ni kitu gani kilichokufurahisha ukasema na mimi ngoje niende Tanga? Ni kitu gani ulichokiona kina umuhimu zaidi au kina ubora zaidi mpaka ukasema ngoje nifike Tanga?
Mimi kitu kilichonifurahisha ni kuja kuangalia majengo ya huku yalivyokaa, pamoja na muhadhara, pamoja na kuja kuangalia Muhammad ibn Ayubu. Labda kuna kitu gani unaweza ukawaambia ambao hawaja kuwepo mpaka leo hii hapa? Sijaelewa vizuri. Nasema kuna kitu gani ambacho unaweza ukasema wala ambao hawajafika unawaambia nini, labda na wao wafike ili wapata faida gani? Nitaenda kuwahusisha wanzo kina mama wenzangu wala ambao hawajafika, nao waje waone mambo mazuri yaliyo huku. Yaliyo kwa Tamta. Shamsia. Shamsia. Umeifurahi, unaionaje? Wingi wa watu umefurahia? Sana. Je, hebu unaweza ukatufurahia kitu gani ulichokiona hapa Tamta ukaona hiki kimenifurahisha zaidi? Kwa hapa madrasa? Kwa hapa madrasa, kwa majengo au kwa ujumbe wa watu, labda kwa watoto wanavyosoma, kwa wakina mama wenzangu walivyo wengi, walivyosoma maulidi ya kwanza, na watoto walivyosoma maonyesho yao, wa kiume walivyosoma maonyesho yao. Nimefurahi sana tena sana. Asante sana ndugu mwandishi wa habari, mimi nikwambie huyu aliyokuwa nikizungumza naye hapa ni dada yangu kabisa. Kumbe nimeita dada yangu bwana, alhamdulillah, nashukuru sana. Na Sheikh Mbaro anajikumbusha kipindi chake akiwa ni mwandishi wa habari mkongwe. Kwa hiyo amefanya mahojiano live ili kuonyesha kwamba na yeye katika zama hizo alikuwa ni katika watu. Sheikh Mbaro, tumalizie jambo la mwisho. Naam. Umekuja kutokea Kondoa mpaka hapa. Ndio. Lakini macho yako yana matatizo. Naam. Unawaambiaje watu kuhusiana kwamba wewe ni mbovu wa macho umefika sasa, na wale wazima ambao hawajafika na Tamta inawahusu, unawapa taarifa gani? Hadi kusema kweli, kama hujawahi kufika hii Tamta, unaweza ukalipuuzia jambo la Tamta. Kwa wanaojua Tamta na wanaojua habari ya Tamta Day, wala huambiwi. Unaisikia mwenyewe, unajita moyo wako mwenyewe, unauita moyo wako mwenyewe, na unaletwa na moyo wako mwenyewe. Na kama huijui na hautoijua, ile wanaokuja anazidi kuja kila mwaka, anataka aje na anaifurahia. Ndiyo mwandishi wa habari. Na mtazamaji wa Jua la Elimu TV, na Khairia, niko na Sheikh Mbaro ambaye alikuwa ni mmoja katika wakongwe wa tasnia ya upigaji wa picha, lakini mwandishi wa habari wa Tamta enzi hizo. Ametuelezea mengi na ametuonyesha namna gani ambavyo yeye ni maridadi na hodari wa zama zake. Lakini mwisho kabisa, Sheikh Mbaro, tunaomba kwa faida ya watazamaji utuelezee wewe chanzo chako mpaka ukaijua Tamta ilikuwa ni nini hasa kwa ufupi. Ndugu mwandishi wa habari, kwanza mpaka kuijua Tamta ni kuja kutafuta elimu. Ambapo uliingia mwaka gani kutafuta elimu? 1997. Ndio kujua hapa Tamta. Na kutafuta elimu tumeambiwa hata kama ni mbali. Ndio maana mimi nikaja mpaka hapa Tamta. Na kutafuta elimu nimekuja, baada ya kuja wallahi vile uwezi kusema kama nimefika ugenini. Nimekuja mpaka nikajikuta kama niko nyumbani, nimepokelewa na watu ambao siwajui, lakini baada ya kufika nikajikuta niko nyumbani burudani kama nilivyokaa na nyinyi leo. Najiona niko hali furaha kabisa na ndugu zangu waandishi wa habari. Na hapa kama ili uone raha zaidi, kutana na mashehe. Wewe ambalo hulijui njoo hapa ili utalijua tu. Nilikuwa nimepata habari ya shehe moja, alikuwa akitupa habari juzi jana hapa. Asema jambo la hapa kama hulijui uliza wanajua, na kama wewe hujui utakuwa hujui hivyo hivyo, lakini ukikaa na wanajua utajua tu. Nilikuwa naye Sheikh Mbaro, lakini si yeye tu, ameambatana na familia yake nzima kuja Tamta Day 2026. Wako Hassan Makaji wa Elimu TV, tunaendelea kuangazia kila yanayojiri hapa. Tunaendelea kukuhabarisha mazuri kutokea hapa Tamta. Kuna wazee wangu nyuma hapa, nataka niwashtukize kidogo, tuongee nao jambo. Si wapi habari na washtukiza. Lengo langu na madhumuni, nataka watueleze mambo mengi na mazuri kuhusiana na sherehe za Tamta. Njoo. Wazee, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Hii bwana nimewashtukize hapa, tupige story kidogo. Tuko na Jua la Elimu TV na Khairia TV, leo kilele cha Tamta Day. Hii ni Khairia TV na Jua la Elimu Online TV. Tuko live. Kwanza salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa faida ya watazamaji, wewe kama wewe unatokea wapi na hapa Tamta ni kama nani? Mimi natokea Lushoto na hapa Tamta mimi ni kama mwalimu wa makao makuu. Wewe ni mwalimu wa makao makuu. Sasa wewe ndio tulikuwa tunakutaka sana, alhamdulillah.
Moja ya walimu wa makao makuu, unaweza kutuambia kazi yako ya kusomesha hapa ilianza mwaka gani na ulihitimu masomo mwaka gani? Mimi nilihitimu masomo yangu mwaka 2018 na katika kuhitimu huko umechaguliwa na mudiri mwenyewe kutuambia kwa kiasi hiki ulichofikia wewe unastahili kusaidia wenzako, na kwa sasa hivi ninakupa darasa ili upate kusaidia wenzako. Ili usomeshe makao makuu, ni vigezo gani ambavyo huwa vinahitajika kwa kila ambaye atabaki hapa? Ili usomeshe makao makuu kuna vigezo ambavyo vinachungwa. Kwanza lazima mudiri akukague katika masomo yako na katika kufundisha kwako, pia kusikilize pia na kuangalia tangu umeanza kusoma mpaka ulipofikia, je, umefikia katika malengo gani, kwa maana ya vitabu. Kwa maana kuna vitabu vyaangaliwa na hapo ulipofikia ili unaweza kusaidia wenzako. Ndiyo. Tuna maneno tunaambiwa kwamba walimu wa madrasa hawalipwi, wana hali ngumu za maisha na imefika wakati wanaishi maisha ya kurukaruka. Lakini tunakuona ustazi umenawiri, kanzu kali, kofia kali, simu ya bei. Hebu waambie wale ambao wanafikira tofauti ya kwamba mambo si mabaya, hebu waeleze kitu. Kiukweli ni kwamba katika madrasa zetu hizi hapa, hata sisi wenyewe tulivyofundishwa na walimu wetu, tumeukuta mfumo ndio huu. Mfumo huu hapa umeanza zamani, kwa sababu chuo hiki hakina wadhamini ambao wanaweza kudhamini walimu kuwapa mishahara. Kwa hiyo kiufupi, mudiri mwenyewe ndio anaangalia walimu wake, kinachopatikana mudiri ndio anawapa walimu wake. Kwa hiyo kuna wili huku, basi kutokana tuna hii ilmu ya Sheikh Muhammad Ayubu na kwa rehema za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naye anawezesha walimu wa dini, kwa kuwa kuwaona, unaweza kumuona mtu kamaona katika hali nzuri, lakini kumbe kwa undani kumbe anapitia magumu. Tukimalizia, wewe una uzoefu hapa, Tamsadei ya mwaka huu ni sawa na nyingine au kila mwaka inazidi kuwa bora kuliko nyingine? Kiukweli mimi tangu nije hapa chuoni nimehudhuria Tamsadei nyingi, lakini kila Tamsadei inavyozidi kwenda mbele kuna vitu vinaongezeka. Miongoni mwa mambo ambayo yanafanyika, kwa maana katika utaratibu unaopangika katika shughuli hizi, maana mengineyo pia watu pia wanazidi kuongezeka kila mwaka, yani nazidi kwenda mbele, yani tofauti na miaka mwingine. Ndiyo mwana. Tunaendelea hapa na mzee wangu. Salamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa faida ya watazamaji, majina yako kidogo? Mimi naitwa Uwais bin Adnan, maarufu Ustadh Karni. Ustadh Karnain? Karni, unatokea mkoa gani au unatokea wilaya gani? Mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Mtwara kwenye halmashauri ya Nanyamba. Makao makuu umekuja au wewe uko hapa ukiendeleza jukumu la kusomesha vijana? Mimi niko hapa kama mwalimu. Nimekuja nikiwa mwanafunzi, nikasomeshwa na wazee mpaka hapa nilipofikia, nikateuliwa kuwa ni mwalimu hapa na mudiri. Hebu kwa faida ya watazamaji tuambie, TAMTA ina walimu kama wangapi ambao wanasomesha hapa makao makuu? Kwa sasa walimu wanafika 60, kwa sababu walimu wa hapa wana matabaka. Tuna ngazi za juu za mudiri na naibul mudir, kuna ngazi za walimu wanafuata ambao ni Ustadhi Zaini, ni Sheikh Abdallah Ayubu, Ustadhi Mzee Kibwana, wako kina Ustadhi Bakari Sheikh, Ustadhi Muhammad Salim Akalua, ngazi hizo. Alafu wako wanafuata mpaka chini. Kwa hiyo ukiwachukua walimu wote mpaka hao wa chini kabisa hawa wanaweza kufika 60. Wanafika 60. Na mnaishi maisha mazuri kabisa. Walillahi alhamdu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunaishi vizuri pamoja, kwamba kiuhalisia kwamba hakuna mshahara, ni kazi ya kujitolea, lakini kwa vile tumechukua ahadi ya kufanya kazi ya Allah anatubariki. Na unaweza ukaona maisha yetu sisi, huenda hata ambao wako nje hapa huenda wanaweza kuwa na maisha magumu kuliko sisi tuliokuwepo hapa. Maisha yetu yako vizuri, walillahi alhamdu, washukuru, baraka tunazo. Tamsadei 2026 tunaendelea anga kwa anga, mguu kwa mguu, hatua kwa hatua, tunakuletea mazuri. Jua la Elimu TV na Khairat TV, endelea kuwa nasi. Naam, nipo na mmoja katika watu ambao pia ni wanufaika wa Tamsadei. Huyu ni kijana mdogo tu, lakini
anaweza kutuelezea ni namna gani ambavyo sherehe za Tamta Day kila mwaka zinamnufaisha kupitia kupiga picha. Salamu alaykum wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Majina yako unaitwa nani? Naitwa Abubakar Salum Kimoleta. Abubakar Salum Kimoleta. Una miaka mingapi? Mimi nina umri wa miaka 19. Unatokea mkoa gani? Mimi natokea mkoa wa Tanga, wilaya Handeni. Wilaya Handeni. Kwa hiyo umekuja kutoka Handeni kwa ajili ya swala kupiga picha tu? Nimetoka kutoka Handeni sawa kupiga picha tu. Picha moja unauza bei gani? Ni shilingi 1000. Shilingi 1000. Shilingi 1000. Kwa hiyo tangia hadhara imeanza unaweza kuwa umepiga picha kama ngapi kwa haraka haraka? Toka hadhara imeanza kwa siku za kawaida ambao tunapokea wageni nakuta wapiga picha 30, 10 ngapi, lakini kwenye siku ya mwisho ambao ni kilele nakuta unaweza kupiga picha hata picha 500, picha 600. Ni swala kawaida. Kwa hiyo hili swala unasemaje kuhusu kipindi kama hichi, faida ambayo kwamba unaipata tofauti na kipindi chengine ambacho sio cha sherehe? Mimi nashukuru kwa sababu kwanza nakutana na tofauti, alafu pia napata faida kubwa kutokana na mazingira. Unajua unakutana kutoka Kondoa, kutoka wapi na wengine kutoka nchi za nje. Unaona bwana. Kwa hiyo tunashukuru kwa kiasi kikubwa, tunashukuru taasisi za Tamta pia, tunashukuru. Kila chenye faida haikosi hasara. Ni hasara gani unapitia kwenye biashara yako hii kwenye sherehe kama hizi na mkusanyiko kubwa wa watu kama huu? Unakuta pia kuna changamoto. Unakuta kila biashara changamoto zake. Unakuta wateja nini wanakuja hapa picha analalamika, anachana picha hivi na hivi. Kwa hiyo tunavumilia kutokana na mazingira. Ni changamoto tu za kazi. Sasa hebu waambie watu unanufaikaje na Tamta Day 2026 kuanzia mwanzo mpaka leo 30 Juni, kilele cha sherehe zetu. Mimi naambia tunashukuru, tunanufaika na watu ambao tofauti waje wanufaike hapa. Sherehe kilele, leo ni kilele. Leo ni kilele. Nilikuwa naye dogo hapa mpiga picha ananufaika na sherehe zetu za Tamta Day, na sisi Jua la Elimu TV tutakuja kupiga picha pale. Sawa. Picha moja 1000, lakini sisi kwa sababu tunataka tuwaonyeshe watu kwamba Tamta Day inanufaisha watu, tutapiga picha moja kwa shilingi 10,000. Sawa? Sawa. Uko tayari? Asante sana. Kwa yangu kuna wadada hapa ambao nao wamekuja kusherekea Tamta Day. Nataka niwaulize mawili matatu kama hawatotukimbia kwa sababu wadada ni waoga, wanaogopa kamera. Lakini naenda kuwahoji kuhusiana na Tamta Day 2026. Jambo letu ni moja tu, watu wananufaika vipi na Tamta Day? Watu vipi na vipi na wewe? Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Umetokea wapi kuja kwa ajili ya jambo letu? Kwa Makama. Lushoto kwa Makama. Lushoto? Kwa Makama. Sasa Lushoto kwa Makama na Muheza mmekutana. Na maana nyinyi mmekutana vipi? Hebu tupe siri ambayo hatuijui. Ni marafiki tu. Ni marafiki. Mtandaoni au imekuwaje? Wa huko kwetu. Haya, twende kwenye point. Umetoka Lushoto kuja kwa ajili ya sherehe zetu za Tamta Day, si ndio? Ni mwaka wangapi unapata nafasi ya kushiriki sherehe hizi? Watatu. Mwaka wa 3. Umeolewa eti? Bado. Sasa kama hujaolewa unawaambiaje unatufuatilia? Au bado muda wako haujafikia? Bado muda wangu haujafikia. Bado hujafika. Au tuambie unanufaikaje na sherehe hizi za Tamta Day kila mwaka ambapo unapata nafasi ya kushiriki? Nanufaika. Unanufaika tu. Na umekuja peke yako au umekuja kikosi cha watu? Umekuja kikosi. Ni mara yako ya kwanza au una uzoefu na sherehe hizi? Na uzoefu. Unakuja kila mwaka? Hebu eleza furaha yako ulionayo kushiriki sherehe hizi. Una furaha kubwa sana eh? Tuma salamu kwa watu wawili ambao wanakufuatilia nje na ndani ya Tanzania. Mjomba wangu. Mjomba wako yuko wapi? Bagamoyo. Yuko Bagamoyo, Dar es Salaam. Mwingine? Au ndugu zako wote nao hawapo? Hawapo. Dada zangu hao Tamta Day 2026 wakinufaika na sherehe zetu za kielimu. Vipi dogo? Poa. Mambo? Utokea wapi? Lushoto. Lushoto. Karibu sana. Endelea kwa Nas Sharab. Asante. Mzee, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako? Bili wakili. Unasemaje? Naam, vipi hali yako na afya? Afya nzuri. Naona una uchovu na sherehe zetu za Tamta 2026. Tumesherehekea mpaka saa 7 za usiku bwana. Ndio. Ndio hivyo tunaendelea. Ni kweli. Leo si ndio tunaendelea. Leo ndio kilele. Basi vizuri inshallah. Umechoka kwa mapenzi ya Sheikh Muhammad Ayubu. Marehemu. Mungu aghfir lahu warhamhu wamskana fil janna. Mzee wangu Sheikh kumuona Sheikh Muhammad Ayubu macho kwa uso. Muhammad Ayubu nimemuona na picha ninayo bwana. Alhamdulillah. Nilikuja, hii ni mara ya 3. Okay. Nilikuja hapa bwana. Wallahi nilimuona bwana. Na unatokea wapi?
Mwae Kisabe bwana. Ni wapi? Baba yake Hudu. Wewe unatokea mkoa gani? Mkoa Dodoma. Unatokea Dodoma? Kondoa. Kondoa. Wilaya Chemba. Wilaya ya Chemba. Okay. Una kijana ambaye anasoma hapa? Kuna kijana anasoma, walisoma muda wakina Hudu, lakini mjukuu yuko anasoma hapa. Una mjukuu? Na mjukuu hapa. Kwa hiyo sherehe hizi wewe ni mara ya ngapi unapata nafasi ya kushiriki? Safari ya 3 hii. Safari ya 3. Jina lako ulisema nani vile? Jina lako kamili? Kwangu mimi. Unaitwa nani? Mimi naitwa Isa Ramadhani Kisisa. Isa Ramadhani Kisisa. Mzee Isa Ramadhani Kisisa anasinzia kwa uchovu. Amekesha jana mpaka saa 7 usiku akisherekea sherehe za Maulidi ya Mtume, akimkumbuka Sheikh Muhammad Ayubu, moja katika watu ambao wameibadilisha Tanzania. Au unasemaje katika hilo? Hilo bwana ni vizuri zaidi, ambaye amebadilisha hali unaiona mwenyewe bwana. Unaiona mwenyewe kwa macho, sio ungoje kuambiwa tena bwana. Basi nashukuru bwana. Tamta Day ni ya wazee, ni ya watoto, ni ya vijana, ni ya wanawake, ni ya wanaume, kila imeenea kwa wote, kila wanaume, kila mtu, kila makabila, haichagui kabila bwana. Endelea kwa nasi Jua Elimu TV, tunakuletea watu wa aina zote mbele yako. Asante. Waalaikum salaam barakatuh, mtazamaji wa Jua Elimu TV na Khairia TV. Nimekutana na Sheikh wa wilaya ya Siha, lakini na moja katika watu ambao wamenufaika na elimu ya Sheikh Muhammad Ayubu, nao wamekuja kushiriki pamoja nasi. Wana mengi ya kusema, lakini tuchukue machache kutoka kwa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa faida ya watazamaji, hebu tutambulishe majina yako. Jina langu naitwa Hussein Ramadhani, ni Sheikh wa wilaya ya Siha, mkoa wa Kilimanjaro, nchi ya Tanzania. Sheikh wa wilaya ya Siha, tumefurahi kuona. Hebu waeleze watu mafungamano yako wewe na TAMTA mpaka muda huu upo katika viwanja hivi. Mafungamano yangu mimi na TAMTA ni makubwa sana, kwa sababu mimi ni katika vitukuu vinavyotokana na watu waliochukua ilmu katika ardhi hii tukufu. Kwa hiyo mimi ni sehemu ya TAMTA, siwezi kubagukana nayo katika uwanja wa kiilmu. Kwa hiyo alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata ilmu ambayo ina nasabu, ilmu inayofundisha adabu, ilmu inayotupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika njia iliyonyooka. Tunatambua mwaka 2026 sasa tukisherekea sherehe za kielimu. Una miaka mingapi unapata nafasi ya kushiriki sherehe hizi? Mimi tangu nikiwa mwanafunzi, nikiwa ninasoma kijijini, tulikuwa tukija katika sherehe za TAMTA Day. Kwa nilianza kuzijua wakati nikiwa mwanafunzi, na niliporefuka kidogo kiumri wakati ninasoma hapa, niliendelea kushiriki katika muda wote nikiwa niko hapa. Na nilipohama kuelekea katika wilaya ya Siha kama mwalimu katika eneo hilo, napo pia nilikuwa nikija kuendelea kushiriki shughuli hizi. Na hata sasa hivi nikiwa nimekuwa katika nafasi hiyo, nimeendelea kushiriki katika shughuli hizi. Kwa hiyo kiujumla, tangu nikiwa mwanafunzi mpaka muda huu, na nitaendelea kushiriki kwa kadiri Allah atakavyoniruzuku umri. Tuna mengi ya kumwelezea Sheikh Muhammad Ayubu, kwa uchache tu kumhusu yeye na kazi kubwa aliyoifanya. Alhamdulillah, kiukweli Sheikh Muhammad ibn Sheikh Ayubu kwetu sisi Tanzania ni kama rahma, ni kama bahati. Hii ni bahati yetu katika nchi yetu, kwa sababu ukitazama hata kwa sensa ya kawaida, mashekhe wengi katika mikoa mbalimbali, katika wilaya mbalimbali, kama hawakusoma kwake, basi wamesomeshwa na mmoja katika wanafunzi wake. Kwa yeye ni nuru katika nchi hii. Tunaweza tukasema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu kwa kutuletea kiumbe mwenye neema kama yeye, na hawa waliokuwepo waendelee kuifanya kazi yake kwa kuendelea kuzalisha watu wema, watu ambao wataendelea kuisimamia dini ya Kiislamu ila yaumil qiyama. Kama Sheikh wilaya Siha, umekuja na jopo la wanasiha au umekuja kuwawakilisha? Kwa mimi nimekuja na watu wachache sana kutoka Siha. Alhamdulillah, Siha ni kama wilaya, lakini kimkoa wote ambao wana nasabu na ilmu ya hapa, na wale ambao ni Waislamu wanaopenda kheri pia wameungana pamoja na Waislamu wa Tanga wenye nasabu na chuo hichi cha Shamsia. Nilikuwa naye Sheikh wa wilaya ya Siha. Hatuna la ziada, endelea kwa nasi hatua kwa hatua. Tuko TAMTA Day, sherehe za kielimu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambulishe tu majina yako na unakotokea.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi jina langu ni Daudi Siraji Athmani Mbaraka Fakil Mukaddam al Amawia, na ni shekhe, niko Mbeya, wilaya ya Mbarali. Wilaya Mbarali. Sasa umeona ile jina lako lilivyokuwa refu, hili limetushtua kweli kweli. Wewe ni katika wazao wa Tamta ama umekuja kwa mapenzi tu ya Sheikh Muhammad Ayubu? Mimi si mimi tu, mimi ni baba yangu, tena si hapa. Baba yangu ni mwanafunzi wa Sheikh Muhammad Ayubu tangia Mnyanjani. Kwa hiyo na barabara 12 wakisoma barazani mpaka pakipatikana hapa. Baba yangu Sheikh Siraji Athmani Mbaraka, yeye tayari ashapelekwa ualimu, naweza kusema tawi la kwanza, kwa sababu yamekuja matawi sasa, lakini mwanafunzi wa kwanza kutumwa na Sheikh Muhammad bin Ayubu kwenda kufundisha mbali ni baba yangu Sheikh Siraji Athmani. Hata pakipatikana hapa, yeye shekhe amefanya kuitwa na Sheikh Muhammad bin Ayubu, njoo na wanafunzi wako uje hapa, tumepata kiwanja tusaidiane. Sheikh Siraji baba yangu amekuja na wanafunzi wake, miongoni mwake ni baba yake huyu Sheikh Isa bin Idi na Salim Daudi kijana wa Kisambaa na Sharahabili kaka yangu. Hao wamesahajiri kutoka Gonja kuja hapa kusaidia kutema hapa ili kupata madrasa ijengwe. Umeona faida hii tunaipata, tusingeipata hii, ndio? Naam. Kwa hiyo mimi ni wa hapa tangu azali. Naam. Alhamdulillah, tusiwe na mengi tukazidi kupoteza nafasi hii na muda, lakini tunashukuru sana kwa faida hii uliotupatia. Unawaambiaje wanaotufuatilia kuhusu sherehe zetu za Tamta Day za mwaka 2026? Sherehe zetu ni za kukuza elimu kama alivyotuachia Sheikh Muhammad bin Ayubu, na tushikamane, wale wote tunaosomesha nje tushikamane, tuisaidie na kumsaidia mudiri kuendelea kufundisha madarisi na kuendelea kuja hapa kuja kuona wenzetu wanaendelea vipi na kukuza hili jambo, kama alivyosema mwenyewe kwamba tuende tukamkabidhi chuo chake siku ya Kiyama. Endelea kwa nami Hassan wa Makanya, nyuma ya kamera ni kaka yangu Mselem, Jalimu TV na Khaira TV. Tuko hatua kwa hatua tukuletea mambo mengi yanaendelea hapa. Asante. La barakatu, naendelea kuandamana nami Hassan wa Makanya na Jua la Elimu TV na Khairia Online TV. Nimepata nafasi nzuri na wakati sahihi wa kukutana na mmoja ya watu muhimu katika baraza letu kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, ambaye naye amekuja kushiriki nasi sherehe za kielimu Tamta 2026. Mzee wangu na shehe wetu, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa faida ya watazamaji, tutambulishe majina yako na nafasi yako kule kwenye baraza letu la Waislamu. Jina langu naitwa Muhammad bin Ali, naibu mkurugenzi wa tablighi na da'wa taifa chini ya ofisi ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania. Tamta Day 2026 ama taasisi Tamta, wewe hapa unakuja kwa nafasi kama nani? Ni mmoja tu ya wapenzi wa Sheikh Muhammad Ayubu, au umepata manufaa ya kielimu hapa, au lipi ambalo kwamba limekusukuma kufika? Kufika hapa, sisi hapa ni mahali petu. Sisi tumesoma hapa tangu kipindi cha uhai wa shekhe mwenyewe uhai, na mpaka tukaweza akatutoa sisi kuelekea kwenye matawi, tukawa tunaendesha elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala tulioipata hapa. Kwa hiyo tukija hapa twajua kwetu na twaja mahali petu ambapo tuliposomea sisi hapa. Leo ni siku ya kilele. Una siku ngapi tangia sherehe hizi anza? Uliwahi siku ya kwanza ya ufunguzi ama kwa ratiba zako umeingia siku ya leo? Mimi nimeingia siku ile ya pili baada ya siku ile ufunguzi. Nimechelewa, nimeingia usiku. Baada ya ufunguzi? Baada ya ufunguzi. Unawaambiaje watu walionufaika na Tamta lakini sherehe hizo wanakuwa na uzito na uvivu wa kufika kushiriki pamoja nasi? Kwa kweli kufika hapa, huu ni usia wa mwenyewe mzee. Mwanafunzi yoyote aliyetoka hapa popote awapo, ikifika Tamta Day aache shughuli zote, lazima afike sehemu hii, kwa sababu hapa kuna manufaa mengi. Katika jumla ya mengi, kwanza tutapata darasa mbalimbali ambazo zinazoandaliwa kila mwaka,
Katika manufaa ya hapa tukutana na watu ambao mtu miaka 10, miaka 20 hamjaonana naye, leo unaonana naye. Mwanafunzi mwenzio. Katika jumla ya faida ni kuwajua walimu waliotangulia na kuwaona wanafunzi walioko sasa. Hii katika jumla ya faida kubwa ambayo katuwekea shekhe wetu al-alimu al-allama Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu, Allah mrehemu na Mungu amtie peponi. Tamta Day tuna miaka mingi tangia tuanze kufanya sherehe za kuelimisha elimu. Unaizungumzia sherehe ya 2026 iko sawa na nyingine au hii inazidi kuwa bora kila miaka ambavyo inazidi kwenda? Kila mwaka Tamta Day inakuwa bora zaidi. Kila mwaka inakuwa bora zaidi. Kuanzia siku ile ya ufunguzi mimi sikudiriki, lakini niliona kwenye mtandao. Hichi cha kwanza. Kaja kwenye shughuli nyingine ya akina mama imekwenda vizuri. Ikaja samai ile ya saa 10 siku ya pili yake imekwenda vizuri. Maulidi yale ambayo ya matawi pia nayo yamekwenda vizuri. Ya walimu waliosoma zamani nao wamewekewa maulidi yao nao wafanye sherehe zao. Jana ilikuwa ni hadhara maalumu ya wanafunzi wa matawini. Yaani shekhe katuwekea kwamba kila watu wawe na nafasi katika sehemu hii. Wakina mama wana nafasi yao, wanafunzi wanawake wana nafasi yao, walimu wa kiume wana nafasi yao. Kila watu hivi leo sasa ndio kilele chenyewe. Ndio wenyewe wa makao makuu tutasikiliza faida mbalimbali na darasa mbalimbali zinazotoka katika kina chetu hiki cha Shamsia. Maana hiki ndi kina cha watu wanachota, kila mmoja anachota anaenda zake. Hii ni kina cha ilmu, kina cha faida mbalimbali, kina ambacho haijawahi kutokea. Hakuna Tanzania hii wala Afrika Mashariki na kati hakuna. Tunaendelea kunufaika na Tamta Day 2026 nikiwa na mzee wangu ambaye ni mmoja katika viongozi wakuu wa kule BAKWATA akiwa anafanya kazi chini ya ofisi ya Mufti. Endelea kwa nasi Jua la Elimu TV na Khairia TV kwa mazuri zaidi. Tunaendelea kukuonyesha namna gani ambavyo Tamta inanufaisha watu. Tamta imekuwa ni lango la uchumi, sambamba na kwamba Tamta imekuwa ni sehemu ambayo imekuwa ikisambaza elimu kwa kiasi ambacho Tanzania nzima wamekuwa ni wanufaika, lakini pia Tamta imekuwa ni sehemu ambayo watu wengi wananufaika kibiashara. Lakini katika upande wa biashara tuna vijana, wazee, watu wazima, kina mama pamoja na makundi mbalimbali yako hapa yakinufaika na sherehe za Tamta. Hii inamaanisha ya kwamba Sheikh Muhammad Ayubu si tu kwamba alisimamia elimu, lakini pia amekuwa ni sababu ya kufariji wengi katika nchi yetu Tanzania. Lakini kubwa zaidi ni kwamba wengi ambao kwamba wameshiriki siku hii ya leo si tu kwamba wametokea ndani ya Tanga, lakini wapo wageni wetu kutokea Dar es Salaam, Arusha, Morogoro, Dodoma na mikoa jirani na hata nchi ya nje ya Tanzania kuja kushiriki sherehe za kielimu za Tamta. Jua la Elimu TV na Khairia TV tuko hapa siku ya 4 sasa, tukihakikisha ya kwamba matukio mazuri yanakujia kwa wakati na unanufaika na kupata burudani iliyokuwa safi. Sambamba na burudani tunayokupa, lakini tunakupa nafasi ya wewe kujifunza kupitia matukio mbalimbali. Tumekurushia maonesho ya vijana wa kike na wa kiume wa matawini, na leo siku ya mwisho tutakamilisha na vijana wa makao makuu. Chukua pointi na ujifunze mambo mengi mazuri yalizungumziwa. Akina mama walizungumza masuala yao ya kisheria. Kama ni mwanamke, fuatilia Jua la Elimu TV uweze kunufaika na kupata elimu. Lakini pia tuna watu ambao wanafanya biashara hapa na wametuelezea mambo mengi mazuri kuhusiana na biashara zao. Kubwa zaidi, wamesimulia ya kwamba wananufaika na biashara tofauti na miezi mingine. Mwezi huu wamekuwa wakipata zaidi kupitia sherehe hizi za Tamta Day. Jua la Elimu na Khairia TV tuko na wewe kona kwa kona, hatua kwa hatua. Tutakayempata tutakuletea, tutashare na wewe unufaike na uburudike. Nikupe tu chimbo moja muhimu. Ukitaka upate habari, taarifa, matukio, lakini pia upate mambo yatakayo kuelimisha na kukufanya ubaki ukiwa na siku yako iko na furaha, ni Jua la Elimu Online TV pekee. Lakini zaidi ni Khairia Online Television. Khairia TV inapatikana mkoani Tanga, Tanzania, lakini Jua la Elimu TV tuko pale Bunju, Dar es Salaam, tukihakikisha tunakuletea habari kwa masaa 24. Endelea kwa nasi leo 30 Juni, kilele cha Tamta. Tuna mengi mazuri ambayo kwamba tunataka uyapate na unufaike nayo. Ni mimi Hassan Makanya nikiwa nimeambatana na kayangu
Mselem Ali kutokea kule jijini Dar es Salaam, tukihakikisha unanufaika na sisi. Na wazee wangu hapa naona wanasogea karibu nao tuweze kunufaika nao, tupate nao faida kuhusiana na siku yetu ya leo ya kilele cha sherehe za kielimu Tamta Day 2026. Wapi na umekuja una siku ya ngapi sasa? Na siku ya 5 leo, nimetokea wilayani Kondoa. Wilayani Kondoa? Naam. Una siku ya 5? Naam. Ina maana ulikuja kabla ya ufunguzi? Naam. Siku ya ufunguzi ulikuwepo hapa? Nilikuwepo hapa mwalimu. Umepata nafasi ya kushiriki sherehe hizi kwa mara ngapi kwa mwaka sasa? Hii mwaka huu ni mwaka wa pili. Huu ni mwaka wa pili? Naam. Na tuambie unanufaika vipi kwa kuwa hapa kila mwaka? Nikifika kwa kila mwaka hapa nakutana na wageni mbalimbali, tunapata na dua. Ukifika kule nyumbani kwetu Kondoa, Mwenyezi Mungu anakufanyia sahala, hata ile mambo yalikuwa mazito yakuwa mapesi. Naam. Naomba hii nukta ni muhimu sana. Umesema kwamba ukishiriki sherehe hizi za Tamta, ukashiriki dua, ukirudi kwenye biashara zako zinakuwa nyepesi. Hebu parudia hapa, kuna watu tunataka wapate faida. Yaani ukifika hapa wale mashehe wakubwa wakinyenyua mikono wakiomba dua, ukifika kule nyumbani ukiwa ni mfanyabiashara aina yoyote, unaona mambo yako yanakuwa sahala mapesi. Bwana mtazamaji wetu, ninakuibia siri ambayo nimeipata kwa mzee wangu kutokea Kondoa. Anasema moja ya mambo ambayo yanawafanya watu wakakusanyika ni kwamba wanaposhiriki dua za mabwana wakubwa hawa na kutawasal na Sheikh Muhammad Ayubu, wanaporudi kwenye biashara zao wanakuta mambo ni mepesi na mambo yaenda vizuri. Kama una changamoto ya biashara, una changamoto ya maisha, suluhisho ni moja tu, njoo utawasal na mabwana wakubwa na mambo yako yatakuwa mazuri kabisa. Faida hiyo nakupa na kuibia siri. Asante sana mzee wangu na karibu tuendelee kwa pamoja. Allahumma jalna min alfaizin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Na wazee wangu pia hapa, mzee wangu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa faida ya watazamaji tunaomba utuambie jina lako. Mimi naitwa Zahir Omari. Nani? Zahir Omari. Zahir Omari kutokea wapi? Kutokea Lushoto. Mmoja ya watu wetu hapa alituambia kwamba moja ya faida ya kushiriki sherehe hizi, baada ya kuisha wakirudi majumbani mambo yao yanafunguka, biashara zinakuwa vizuri. Vipi kwa upande wako, hii ipo sawa? Iko sawa kwa sababu tunakuja kwa watu wakubwa na tunapata baraka zao. Basi kwa baraka zao mambo yanakuwa vizuri. Sawa sawa. Sawa sawa. Una mwaka wangapi unapata nafasi ya kushiriki sherehe hizi? Miaka mingi sana. Unapata nafasi? Miaka mingi sana. Tangia mwaka 77. 77? Unakuja? Nakuja hapa. Na ulisomaje katika taasisi hii? Nilisoma hapa. Ndio. Na una vijana labda wajukuu ambao kwa sasa hivi nao wanaendeleza gurudumu la kutafuta elimu? Na vijana wanasoma. Vijana wanasoma. Jambo lolote la kuambia wanaotufuatilia? Anakuambia ni kwamba tusherehe katika shughuli zetu, tuhudhurie kwa sababu ni shughuli ambazo zinaelimisha mambo mengi. Tukiwa katika shughuli kama hizi hapa, basi kunakuwa mihadhara mingi, wanakuja watu wakubwa, mashehe mbalimbali, wanatupa nasaha na wanatupa elimu kutokana na shughuli hii. Tuko naye mzee wetu, mzee Zahir vile ndio kutokea Lushoto. Endelea kwa nasi Jua Elimu TV. Niko naye mzee zetu kutokea Lushoto. Niko na mzee wangu mwingine pia hapa, atambulisha majina yake na anatokea wapi. Mzee wetu, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Kwa faida ya mtazamaji, majina yako na unatokea wapi? Mimi ni mkazi wa hapa. Nimesoma hapa miaka iliyopita. Baada ya kumaliza kusoma kiasi nilichojaliwa kupata, nikawa niko hapa naendeleza na shughuli zangu hapa mjini. Unawaambiaje watu ambao ni watamta, wamesoma, wamemaliza, lakini sherehe hizi zikifika wazito hawafiki? Unawaambiaje kuhusu kufika? Mimi ninashauri kwa uzito sana, kwa sababu hilo hata mzee Sheikh alikuwa analisisitiza sana kwamba sherehe hizi zikifika, yoyote haijalishi uko nchi gani afike hapa, kwa sababu anafika hapa kuna makubwa yanapatikana, kutabaruku baraka za wakubwa waliopita katika maeneo haya. Kwa hiyo kila mwaka ukija kama una renew zile baraka zinapatikana upya zaidi. Na wewe ni shahidi kwamba ukipata nafasi ya kushiriki hapa mambo yako yanafunguka kabisa. Naposhiriki sherehe hizi, yani mambo mbalimbali yanafunguka kwa baraka za wazee hawa. Jua la Elimu TV na Khairia TV bado tunaendelea kuletea faida karibu yako. Mzee wangu, karibu tuzungumze kidogo. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tusogee kidogo hivi. Tusogee kidogo. Alafu tuangalie kamera. Kwa faida ya watazamaji, majina yako kamili, unaitwa nani? Mimi ni Musa Selemani Shemaongeo. Musa Selemani Shemaongeo.
Unatokea mkoa gani ama wilaya gani? Natokea mkoa wa Tanga, wilaya ya Lushoto. Wilaya ya Lushoto. Naam. Una siku ya ngapi sasa upo hapa kwa ajili ya sherehe zetu? Nipo hapa kwa ajili ya Tamta Day, kwa ajili ya kuonyesha umoja wetu wa Lushoto. Una siku ya ngapi sasa? Leo tumeingia tangia siku ya ufunguzi ambayo tumekuja tangia Ijumaa, tuko hapa usiku, tumeingia kwenye saa 5:30. Tumekuja kwa ajili ya Tamta Day. Na umetoka Lushoto na kikosi cha watu wangapi, gari ngapi, au umekuja peke yako? Tumekuja kutoka Lushoto kijiji cha Kwekanga ambao ni kata Mshangai. Tumekuja na magari matatu kwa ajili ya, tumekuja na gari ya kina mama na gari ya wanafunzi watoto wa kiume na gari ya watoto wanawake kwa ajili ya kuja kwenye Tamta Day. Kwekanga Na kijiji cha tuseme Kwekanga kata ya Mshangai. Kijiji cha Kwekanga kata ya Mshangai. Gari tatu zimekuja kushiriki sherehe za kielimu za Tamta. Wewe huko Tanga ni mwana Tamta na unashindwa kushiriki hapa. Basi angalia, watu wametoka Lushoto Costa 3 kuja kumzuru Sheikh Muhammad Ayubu. Waambie neno moja wanaotufuatilia kuhusu sherehe zetu za Tamta Day. Kwa kweli tunashukuru Tamta Day ambayo inatuongoza kutoka kwenye vijiji vyetu na kuhamasisha vijana wetu na kuja kuungana na wenzetu wa Tanga ambao umoja ule unahamasisha na wakina mama wanasoma kwa umoja na wanahamasika na wakija huku ili wapate mwamko mzuri kwa ajili ya kuona kwenye upande wa shehe wetu Muhammad Ayubu. Wakirudi kule watakuwa wamehamasika zaidi, watakuwa wanaendelea na madrasa kwa ajili ya kuonyesha wenzao ambao wamelala nyumbani. Mzee anatuambia tukajifunze kupitia sherehe za Tamta Day. Tunapokuja hapa na kuondoka, basi tukawe ni sababu ya kubadilika na wengine ambao tumewaacha manyumbani wajifunze kupitia sisi. Asante na uwe na siku njema. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sogea kidogo ili tuweze kuonekana vizuri. Kwa faida ya watazamaji, majina yako na unakotokea. Kwa majina naitwa Ustaz Ibrahim Juma Ali. Mimi nimesoma hapa na pia kwa sasa hivi nipo Dar es Salaam, maeneo ya Gongo la Mboto. Kidogo wanaotufuatilia ambao wako live sasa hivi, hii kanzu naona ni ya bei kubwa sana. Hebu washtue kidogo, waambie umenunua shilingi ngapi? Hii kanzu hii nimenunua kwa shilingi 60,000. Na kofia juu? Na kofia juu 40,000. 100,000 imeisha kwa ajili ya Tamta Day. Kabisa. 2026. Ayua. Neno moja kwa ambao wanatufuatilia kuhusu kushiriki sherehe zetu za Tamta Day, ikiwa ni mwanatamta lakini pia ni mpenzi wa Mtume Muhammad. Mimi nawashauri wale wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pia wale ambao wamesoma na ambao hawajasoma hapa waje hapa wajifunze. Kuna mambo mengi yanapatikana sana katika sherehe za Tamta Day. Kuna baraka kubwa sana katika sehemu hii. Mimi mwenyewe najifunza kupitia hapa, sababu nimepitia hapa. Nikitoka hapa nikienda kule kwenye sehemu zangu, kuna baadhi ya vitu naviona vinafunguka. Sawa sawa. Kuna baadhi ya vitu vingi sana naona vinakuwa tofauti. Ukija hapa ni kama vile mtu amekuja hija. Na watu wengi wamekuwa wakisema kwamba Tamta Day imekuwa ni sehemu ya kuwafungua kiuchumi, wakitawasal kwa mzee wao Sheikh Muhammad Ayubu, wakamwomba Mwenyezi Mungu kupitia baraka za mabwana wakubwa ambao yanafunguka. Na wewe unakiri kwamba hili liko kweli? Kabisa. Mimi mwenyewe si mara moja, si wala mara mbili. Mambo yangu wakati nakujua kunakuwa tofauti. Nikifika hapa na kama vile kama mtu amesharenew. Kama mtu amesharenew kitu, narudi na kuwa msafi kabisa. Ukifika kule basi majambo mengine yanaenda, kile unachokihitaji basi kinakuwa kiko sawa sawa. Na baadhi ya mambo yanaenda sawa sawa. Wanatamta wanasema hii ni hija ndogo. Ukitoka ukija hapa ukiondoka wanapata faida. Kama ambavyo ukienda hija, anasema Mtume, nafikiri hija ambayo haina shaka basi jazau malipo yake ni aljanna, ni pepo. Kwa hiyo na watu wakija hapa wakiwa na nia ya kunufaika basi watanufaika. Asante sana na uwe na siku njema. Karibu sana. Mtazamaji wa Jua la Elimu TV na Khairia TV, tunaendelea kusogezea burudani, elimu, manufaa yanayopatikana Tamta Day. Na mwaka 2026 ni tofauti sana, wanasema ambao wamekuja mwaka jana kwamba mwaka huu tofauti, lakini wanadai kwamba Tamta Day kila mwaka inakuwa ni tofauti. Kwa nini? Kwa sababu ya baraka za mzee wetu Sheikh Muhammad Ayubu. Kazi yake ni kubwa, inaonekana si tu Tanga lakini nchi nzima ya Tanzania na hata nje ya Tanzania. Endelea kuandamana nasi mwanzo mpaka mwisho. Lengo letu sisi ni unufaike na uburudike. Jua la Elimu TV ni chimbo la burudani, elimu na manufaa. Nyuma ya kamera ni kaka yangu Mselemu Ali.
Wako Hassan wa Makanya, endelea kuwa nasi.